Wakati Israel na Marekani wakianzisha mashambulizi ya kwanza kuelekea Tehran kwa siku ya tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka 2026, mashambulizi yaliyoitwa kama preemptive attacks, tulishuhudia baadaye Iran ikijibu mapigo ama ikilipiza kisasi kwa kushambulia baadhi ya maeneo yaliyopo Tel Aviv, sambamba na kushambulia maslahi ya Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati, hasa kwenye nchi zile za Ghuba. Sasa baada ya mzozo huu kuanza, ambako mpaka leo umefanya kufikia wiki nzima sasa, kumeibuka na kundi kubwa la watu ambao wanaofuatilia mzozo huu ama wanafuatilia vita hii, na hasa makundi haya ya watu makubwa ambayo yameibuka katika wiki hii ni yale ambayo yalikuwa yafuatilii mara kwa mara ama yalikuwa yafuatilii kabisa hali ya mzozo kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, huenda pengine hawafahamu hasa chimbuko ama asili ya mzozo huu. Sasa hii leo Ncha Digital inakupa fursa wewe mtazamaji ambaye umewiwa kufuatilia mzozo huu unaoendelea Mashariki ya Kati, hasa katika kipindi hiki cha mzozo ambacho umekuwa katika kiwango cha juu sana. Sasa nakuletea hasa sababu za msingi kwa nini uhasama wa mataifa haya ya Iran dhidi ya Marekani na Israel umefikia hapa katika kiwango cha kwenda vitani. Sasa sababu nitazigawa katika makundi mawili ili tuweze kuwa na muda mzuri wa kujadiliana kwa kina na kutengeneza uelewa mzuri baina yetu. Tunaweka makundi mawili kama sababu za mzozo huu. Kundi la kwanza ama sababu ya kwanza ni sababu za kihistoria. Ni kwamba Iran dhidi ya Marekani na Israel wana historia ya muda mrefu katika mzozo, na hasa kilele cha mzozo huu kilianza mwaka 1979 ambapo Iran ilifanya mapinduzi ya serikali ambapo yalimaliza utawala wa kifalme uliokuwa unaongozwa na Mohammad Reza Shah na wakaanzisha uongozi wa kidini uliokuwa chini ya Ayatollah Khomeini. Sasa hapo ndipo tunaweza tukasema ndo chimbuko hasa la mzozo, kwa sababu kabla ya mapinduzi yale mwaka 79, maana kuanzia mwaka 1978 na kurudi nyuma wakati wa utawala wa kifalme wa Mohammad Shah, mahusiano ya Iran na Marekani na Israel yalikuwa ni mahusiano mazuri sana, na Iran wakati huo ilikuwa inaungwa mkono kutokea Washington. Ilikuwa pia inasaidiwa katika eneo la kiintelijensia, lakini pia ilikuwa inaungwa mkono kwenye eneo la kijeshi na kadhalika. Kwa hiyo walikuwa na mahusiano mazuri sana, lakini ilipotokea mapinduzi mambo yalibadilika, kwa sababu mapinduzi yaliyoleta uongozi wa dola ya Kiislamu yalibadili taswira, mwelekeo hasa kwenye eneo la Mashariki ya Kati, na kuifanya Irani sasa kuama kutoka kuunga mkono sera za magharibi na kujielekeza kwenye sera za mashariki, sambamba na kuendesha shughuli katika misingi ya kiimani. Ndipo uhasama ukaanza kuchipua na kukua kwa kiwango kikubwa sana. Hiyo ndio hoja ya kwanza ya kihistoria, na ndio hoja ambayo kimsingi inabeba picha na taswira nzima ya mvutano hadi hapa ambapo umefikia. Kwa hiyo sababu zinazofuata zingine zote maana yake zimeanzia kwenye sababu hii ya kihistoria ya mabadiliko ya kiutawala pale Tehran. Lakini kundi la pili ni sababu za kisasa, kwa maana ya modern reasons, ambapo hapa ziko sababu nyingi sana. Moja ni sababu ya tunaita regime change.
Sasa maana yake nini? Marekani pamoja na Israel wanafanya juhudi za kila aina kuondoa utawala huu wa dola ya Kiislamu na kurejesha utawala ule wa kifalme ambao ulikuwa unawiana ama unaenda sambamba kwenye eneo la kidiplomasia. Kwa hiyo wanapambana kuhakikisha wanaiondoa serikali hii na kurejesha utawala ambao utakuwa chini ya mtoto wa mfalme Shah ambaye ni Reza Pahlavi, anaishi Marekani kwa sasa, kama anaishi kwa maana anaishi uhamishoni kwenye taifa la Marekani. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya msingi ni kuondoa utawala kwa maana ya regime change. Lakini sababu nyingine ya pili kwenye hili kundi la modern reasons, kwa maana ya modern cause, hizi sababu za kisasa, sababu ya pili tunasema ni kuzuia nguvu na uwezo wa Iran katika eneo la kijeshi, uwezo wa utengenezaji wa makombora sambamba na uungaji mkono wa makundi ya kikanda ya Hezbollah, ya Houthi pamoja na Hamas, lakini pia kuzuia uwezo wa Iran katika kutengeneza drones ambazo zimekuwa zinaibua ama zimekuwa na mvuto sana kwenye kipindi hiki cha vita. Kwa hiyo nayo ni sababu ya msingi ambayo inawafanya imepelekea mpaka sasa kuwa katika hali hii ya vita tunayoweza kuiona. Lakini sababu nyingine katika kundi hili la modern reasons, kwa maana sababu hizi za kisasa, ni sababu ya kuhakikisha Israel inaendelea kutawala eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana ya kukamilisha ile sera ya Great Israel. Na hapo tunakuta ziko baadhi ya juhudi ambazo zimekuwa zikifanywa na utawala wa Washington, ambao kwa namna kubwa sana unataka eneo la Middle East liwe chini ya ushawishi wa kinguvu wa kijeshi kutokea Tel Aviv. Na ukiangalia pale Middle East, Mashariki ya Kati, mataifa ambayo yana nguvu ya kijeshi ni Israel, taifa la kwanza, lakini Uturuki ni moja ya mataifa ambayo yenye nguvu sana kijeshi, sambamba na Iran. Lakini mataifa haya yote mengine, kwa maana yanayofuatia, sio mataifa tishio kwa Israel ukilinganisha na Iran. Kwa taifa la Iran ambalo lina nguvu za kijeshi kama Israel, maana yake pia linaongeza kitisho, kwa sababu sera zake ni tofauti na nchi zote zilizopo katika eneo hili la Mashariki ya Kati, kwamba na wao hawaungi mkono utawala wa Washington na hawana uhusiano wote na tawala kutokea Marekani. Kwa hiyo kinachofanyika ni kuhakikisha zinapatikana juhudi za kila namna ili Tel Aviv iendelee kuwa superpower. Na ndio maana ukiangalia wakati wa Rais Trump tangia madarakani, ziko juhudi ambazo amezifanya za makusudi za kuhakikisha Israel inakuwa taifa kubwa, ikiwemo kutambua mji mkuu wa Jerusalem kuwa sehemu ama kuwa mji mkuu wa Israel. Na hii ilikuwa ni kinyume na makubaliano ya Umoja wa Mataifa. Jerusalem ilibakia kama ni mji ambapo utabaki kati ya taifa la Palestina na Israel. Haukugawanywa moja kwa moja, utakuwa mji mkuu wa moja kati ya mataifa haya mawili ndio yataja. Lakini Donald Trump kwa utashi wake akiwa madarakani kwenye termu yake ya kwanza alitambua kwamba mji wa Jerusalem ni mji mkuu wa Israel. Lakini pia kama utakumbuka, ni huyu Trump pia katika hatua za kuhakikisha Tel Aviv inazidi kuwa kubwa, alibariki Israel kuchukua baadhi ya maeneo katika milima ya Golani iliyopo Syria. Unaweza ukaona milima ya Golani ambayo inamilikiwa na taifa la Syria ilimegwa na kutambulika kama ni maeneo halali ya Israel. Ni moja kati ya hatua ambazo pia zinatengeneza njia kuifanya Israel kuwa taifa kubwa kwenye eneo la Mashariki ya Kati, sambamba na uvamizi katika maeneo ya West Bank pamoja na maeneo mengine yaliyopo pale Palestina. Kwa hiyo ni moja kati ya hatua ambazo zina juhudi zinaendelea kuhakikisha Israel inaendelea kuwa taifa kubwa. Lakini sababu nyingine ya msingi sana ambayo imepelekea kuwepo katika vita hivi vinavyoendelea mpaka sasa, sababu ya mwisho nayo ni urutubishaji wa madini ya uranium. Kwa maana ya vita hivi vinapiganwa, lengo ni kuizuia Iran isifanye uranium enrichment
ama kumiliki silaha za nyuklia, ambapo hapa unakuta kwamba Iran ili chini ya utawala huu wa Ayatollah, kwa maana ya utawala wa kidini, wamekuwa na juhudi za kuhakikisha wanafanya uranium enrichment, kwa maana ya urutubishaji wa madini ya uranium, ambapo pia yatawasaidia hapo baadaye kufanya ama kutengeneza silaha za nyuklia. Na Iran walichukua hatua ikiwemo kujiunga kwenye mkataba wa NPT, Non-Proliferation Treaty, lakini hata pia kushirikiana kwa pamoja na tume ya nishati ya atomiki ya IAEA, ikiwa ni kama sehemu ya kufuata taratibu za kisheria katika urutubishaji wa madini ya uranium. Sasa juhudi zile ambazo zimefanyika imeonekana kuwa ni kitisho kwenye eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu Iran akiweza kufanya uranium enrichment na akaweza kurutubisha urani, ambapo kimsingi kwa mara ya kwanza alisema atarutubisha urani katika kiwango cha 3.5 ama 3.65 ambacho ni kiwango cha kawaida chini ya mikataba ile ya NPT, ambacho kinasaidia kufanya kurutubisha urani kwa ajili ya matumizi ya nishati sambamba na dawa. Lakini ziko dalili ambazo zinaonyesha huenda Iran angeongeza zaidi urutubishaji na kufikia kiwango cha kumiliki nyuklia, na mpaka wanakwenda kwenye vile vikao ama zile duru za mazungumzo, Iran tayari alikwisha fanya enrichment ya 60%, alikwisha rutubisha urani kwa 60%, ambapo takriban zaidi ya kilogramu 400 za madini ya urani tayari zimekuwa zimerutubishwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kitisho kwa taifa la Israel, ambaye yeye anapambana kuhakikisha Middle East anakuwa mbabe. Kwa hiyo maana yake kumuona Iran anaendesha shughuli kama hizo, maana yake ni kutishia ustawi wa Mashariki ya Kati. Na ikumbukwe Iran alikwisha itambua Palestina kama taifa huru kwenye eneo la Mashariki ya Kati baada ya mapinduzi. Kwa hiyo maana yake alikuwa ni adui wa wazi kabisa wa Israel. Kwa hiyo kwa namna yote ile ilikuwa ni swala la muda kusubiri wangeweza kufikia katika hatua ambayo tumeiona. Na hizo ndizo sababu kubwa za msingi ambazo zimepelekea mpaka sasa mataifa haya ya Iran na Marekani kuwa katika vita. Kwa hivyo utakapokuwa sasa unafuatilia updates zingine, ni vyema ukapitia video hii ambayo itakuwa inakupa mwongozo wa kujua kwa nini tumefika hapa kwenye vita, na hivyo itakurahisishia wewe sasa kuweza kufuatilia kwa ukaribu updates zingine kuelekea kwenye mwendelezo wa kile kinachoendelea kati ya mzozo huu wa Iran na Marekani. Nimefikia tamati kwa siku ya leo, lakini tunakuomba uendelee kuwa nasi, subscribe channel yetu ya Ncha Digital ili uweze kupata taarifa na updates za kila mara ambazo zinaendelea kutokea kote duniani. Lakini usisahau pia kutufuatilia kwenye mitandao mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, tunakwenda kwa jina la Ncha Digital, TikTok Ncha Digital, sambamba na Facebook pia Ncha Digital. Tunakualika zaidi, lakini usisahau kusubscribe channel yetu, kushare na kulike. Asante sana, ninakuaga kwa heri kwa sasa.